Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Mwamba hapa Ibrahim Traore ilitarajiwa na ilitegemewa sana kuwa angeweza kuwasili katika taifa la Tanzania kwenye ule mkutano wa nishati ambao ulikusanya viongozi mbalimbali. Na matarajio ya Watanzania wengi na wa Afrika kwa ujumla wangetamani kumuona, kwa sababu tunaonaga pia akiwa ametoka nje ya Burkina Faso, basi show zake huwa zinanoga zaidi, kama alivyokuwa ameenda pale Ghana kwenye uapisho wa rais mpya wa Ghana John Dramani Mahama. Lakini katika sababu mojawapo zilizoelezewa za Mwamba kutokuja Tanzania, sababu ya kwanza kabisa ni usalama. Tunaposema usalama tunamaanisha nini? Je, Tanzania haiko salama? Je, Tanzania kuna vita? Hapana, sio usalama wa hivyo ndugu zanguni. Usalama kwa maana kwamba kutoka Burkina Faso mpaka ufike Tanzania kuna kilomita nyingi, maili nyingi za kuruka au anga hizi za kuruka. Na kuruka hizi anga sijafuatilia hasa ruti, angechukua ruti gani mpaka aje afike hapa, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajiuliza, je, atatua na ndege lake la kijeshi au atakujaje? Na akija amevaa suti au amevaa gwanda zake zile zile. Lakini tunaamini kabisa angekuwa amevaa suti na gwanda zake, lakini bila kusahau bastola yake kiunoni. Hii ni kwa sababu hata alipoenda Urusi pia alivaa gwanda zake pia. Kwa hiyo kama alienda kule Urusi amevaa gwanda, huku pia asingeweza kuvua hizi gwanda. Kumbuka ni kiongozi mkuu wa taifa la Burkina Faso ambaye ndio rais kwa sasa. Alikuwa rais wa mpito, lakini wamemfanya kuwa rais kwa muhula wa miaka 5 kutokana na performance ambayo amekuwa akiifanya Mwamba Ibrahim mwana wa Traore. Kwa hilo jambo la kwanza, jambo la usalama, kwa sababu kumbuka Ibrahim Traore anawindwa sana na anatafutwa sana na manyang'au, kwa sababu amewanyang'anya tonge mdomoni na manyang'au hawawezi wakawa na furaha kwake. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni washiriki waliokuwa wameshiriki kwenye huu mkutano, wengi wao bado wana ushirika hivi na taifa la Ufaransa, ambalo yeye ameweza kulifukuza ili taifa la Ufaransa, au ameweza kuwaondoa Ufaransa na kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa. Yeye ameamua hivyo, na pamoja na wenzake wale hawataki kusikia habari ya Mfaransa, hawataki chochote, na kama Mfaransa atakuja aje afanye biashara, sio alete unyonyaji. Ndicho ambacho wanachokitaka. Ndio maana unaona Mwamba alianza kwanza kubinafsisha migodi ya dhahabu iliyokuwa chini ya makampuni ya Ufaransa pamoja na Uingereza na maeneo mengine ya magharibi, na kuyaweka yakawa sasa ni makampuni yako chini ya usimamizi wa serikali. Ndio maana baada ya hapo mnaona akafungua Burkina Faso Treasury Deposit Bank ambayo alifanya hivyo. Kwa hiyo sasa kwenye huu mkutano kulikuwa na watu wengi ambao wana ushirika bado na Ufaransa. Mtu mmoja wapo ni rais wa Nigeria, huyu mzee Bola Tinubu, ambaye Bola Tinubu lakini pia vile vile ukumbuke ndiye mwenyekiti wa ECOWAS. Na hawa miamba Ibrahim Traore na wenzake tayari wameshajitoa kwenye umoja wa ECOWAS. Kwa hiyo lilikuwa sio jambo la busara sana Ibrahim Traore akaja kwenye mkutano ambao pia hawa mahasimu wake ambao ndio walikuwa wanahangaika kuwawekea vikwazo umoja wa Sahel, na vikwazo vile waliwawekea, lakini pia wakawa wanataka waende wakawavamie kijeshi. Sijui kama unanielewa vizuri hapo. Maana huu umoja wa ECOWAS, umoja wa kiuchumi, walikuwa wanataka waende pale wakawavamie kijeshi kwa madai kuwa wanataka warudishe utawala wa kiraia au utawala wa demokrasia ambayo imefeli na hakuna chochote ambacho kimefanyika. Kwa hiyo huyu Bola Tinubu naye alikuwepo ndani ya mkutano ambao ulifanyika hapa kwetu. Hiyo ni sababu nyingine. Lakini kuna mtu mwingine pia, William Ruto, naye ni rais wa Kenya ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa East African Community kwa sasa, na yeye pia alikuwepo pale. Wamekuwa na ushirika mzuri sana na rais wa Ufaransa, na ndani jambo hili ni jambo ambalo lisingeweza kukubalika. Kwa hiyo ni sababu mojawapo. Lakini sababu nyingine ni kuwa Ibrahim Traore yuko busy sana katika taifa lake la Burkina Faso katika kuhakikisha kuwa analijenga ili taifa lake. Mtakuwa mnamkumbuka Comrade John Joseph Magufuli ambaye alikuwa anasema tumechelewa sana, na Mwamba yule
alikuwa halali usingizi usiku na mchana, yuko huku, tasikia yuko huku, amesafiri huku, ameenda huku, tena alikuwa anasafiri na mawaziri, ukumbuke. Yani alikuwa yuko busy, amejitoa kweli kweli. Ndio maana anasema Magufuli hakuwa rais. No, Magufuli alikuwa ni mfalme, kwa sababu unajua rais kazi yake yeye anatimiza wajibu wa uongozi wake. Rais au kiongozi anatimiza ile wajibu wake yani, lakini mfalme ana moyo wa ubaba ndani, anajua kabisa hawa raia wote ni watoto wangu, jambo ambalo pia hata Ibrahim Traore analo. Ndio maana anasema Ibrahim Traore huyu sio rais, Ibrahim Traore huyu ni mfalme, ambaye mfalme huyu ana ubaba ndani yake. Kama ana ubaba ndani yake, hapendi kuona raia wake, kwa sababu ya kuwa kiongozi huyu, bila kujali umri wake, automatic raia wote wanakuwa ni watoto wake. Haya mambo nafikiri yanaeleweka hasa kwa watu ambao ni wapendwa. Unaweza kukuta kijana kama mimi, nina kanisa, ni mchungaji, nimefungua kanisa, na pale kwangu kuna wazee ambao wana miaka pengine hata 65 au 70, ili hali mimi kijana hapa labda nina miaka 30 na mimi ndio kiongozi wa lile kanisa, lakini wale wananiita mimi baba. Sio kama unanielewa. Hawaniiti baba kwa maana ya kuwa nimewazaa au umri, no, ni baba kwa sababu mimi ni kiongozi naye waongoza kwenye masuala ya kiroho. Maana yake wao wamekuja wamenikuta mimi. The same hata Ibrahim Traore pia vile vile ni baba kwa taifa la Burkina Faso, kama alivyokuwa Comrade John Joseph Magufuli, kwa sababu ya vile anavyowajali raia wake. Sasa mtu mwingine atauliza, wengine sio mababa? No, nimesema kuna tofauti kati ya raisi na mfalme. Ingawa michakato nakuta iliyomleta mfalme ni michakato ile ambayo inatumiwa na kuwaleta maraisi, kwa sababu raisi yuko pale atimize wajibu wake tu. Sio kama unanielewa ninachokuambia. Yaani ni sawa na mtu aliyeajiriwa kazini, anaenda saa 2, muda wa kutoka ni saa 10, anatoka anarudi nyumbani. Ni tofauti na mtu ambaye ni mwenye kampuni au ana uchungu na ile kampuni. Unaweza kukuta wafanyakazi wote wameondoka saa 10, ule muda wa kuondoka yeye bado yuko mpaka saa 4, yuko anapangilia vitu, anaweka vitu. Manake huyu anakuwa sio mfanyakazi wa kawaida. The same sasa kwa Ibrahim Traore, huyu sio rais kama ilivyokuwa kwa Magufuli. Hakuwa rais, alikuwa ni mfalme, alikuwa ni baba ambaye sasa anajali watoto wake wale nini. Ndio maana unakuta kuna vitu vilikuwa vinamuumiza sana, tofauti sasa na rais. Rais anaweza kaona tu vitu hivi vinaenda, akasema nimeunda tume na tume hiyo itashughulikia hilo jambo. Tofauti na mfalme, kauli ya mfalme inatokaga hapo hapo, asema hili silitaki na sitaki kulisikia kuanzia leo. Kwa ndio maana kwa nisieleweke vibaya, kwa sababu kuna mwingine anaweza kanibeba vibaya akasema unaona huyu sasa anakataa marais. No. Mimi sijakataa marais. Marais tunao, lakini sasa ni tofauti. Ndio maana unaona hapa tunajadili kuhusiana na wazalendo, kwa sababu mfalme kwanza lazima awe na uzalendo ndani. Sasa Ibrahim Traore pia, sababu kama nilivyokuambia nyingine mojawapo ni kuwa hakuweza kuja huku kwenye huu mkutano kwa sababu ya majukumu aliyokuwa nayo katika taifa lake hili la Burkina Faso. Na taifa hili la Burkina Faso, ukumbuke, ni taifa ambalo amelitoa sasa kwenye umasikini. Yaani amelitoa kule chini kabisa, ameanza kulipandisha, na ndani ya muda mfupi mwamba huyu kafanya mambo mengi na mambo makubwa sana ambayo ndiyo haya yanayoendelea. Msijali ndugu zangu, ni umeme kidogo hapa umeyumba, lakini tunaendelea. Kwa hiyo ndio maana. Kwa hiyo watu wengi wamekaa wananipigia simu, wengine wananiuliza kwa nini Traore hajaweza kuja Tanzania. Sababu kubwa ni nini hasa? Kwa sababu ni hizo nilizokuambia. Sababu ya kwanza nimekuambia ni usalama, kwa sababu kuna umbali na ana kumbukumbu vizuri sana. Mtakumbuka rais aliyekuwaga rais wa Rwanda alikuwa anaitwa Juvenal Habyarimana. Walikuwa na mwenzake wa Burundi na alimpa lift mle, alikuwa anaitwa nani ule, Ndadaye, kitu kama hicho, ambao walitunguliwa na ndege kwenye uwanja wa ndege wakati wanatua Kigali pale. Walitunguliwa, yani ndege ilipigwa. Kwa hiyo hii historia Ibrahim Traore anayo na anaijua vizuri sana. Mambo kama haya anayajua vizuri sana Ibrahim Traore. Kwa ndo maana nikakwambia, kwa sababu ya usalama, anga hili ni mbali sana. Na huyu ukumbuke, walikuja huku kwenye mkutano ambako Mwalimu Nyerere nadhani aliwaita kipindi kile. Walikuja huku waje wajadiliane, maana kulikuwa na migogoro sasa kati ya Rwanda na Burundi, lakini pia hizi kabila pale, kuna Watutsi huko, kuna wanini hawa
watu gani hawa jamani, wengine hawa hey, nini yao inanitoka tena. Kwa wakawa na conflict ziko pale na mambo kadha wa kadha ambayo Wahutu, yes, Wahutu, na mambo kadha wa kadha ambayo yako pale. Lakini wakati anarudi huyu Juvenali Habyarimana alitunguliwa kwenye ndege, ikapigwa ndege. Kwa hiyo haya mambo yote historia huwa inawafundisha viongozi, historia huwa inawaambia viongozi, hapa kiongozi hebu nenda vizuri, hapa usiende hivi, hapa hebu ili achana nao, ili hebu jaribu kuangalia hivi. Kwa ndio maana ni sababu tu za kiusalama, kwa sababu ni mbali sana kutokea Burkina Faso mpaka uje ufike huku Tanzania. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuru sana. Lakini kabla, tuna kitabu hapa kinaitwa Laana na Madaraka, Pesa na Damu, ambacho hiki hapa nadhani nikikuonyesha hapa kitakuwa kinaonekana vizuri zaidi. Kitabu hiki kinaitwa Laana na Madaraka, Pesa na Damu, ambacho kimeandikwa na Mwalimu Mpoki. Ni kizuri, kama unavyoona hapa nje kuna picha ya Colonel Muammar Gaddafi, lakini pia na picha ya ndugu yetu Ibrahim Traore. Lakini kwa anayekihitaji na kusafirisha mpaka ulipo, bei yake ni shilingi 40,000 tu. 40,000 tu, na kitakufikia mahali ulipo, na kina peji nyingi, kina kurasa 332. Kwa hiyo ni kitabu kikubwa. Lakini namba, basi utapiga namba 0762 15 50 25 kwa anayekihitaji. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, na washukuru sana.